heshima ya kipekee sana kushukuru Posta Master Mkuu, lakini nishukuru watendaji wote wa Posta, lakini nikuombe unifikishie salamu zangu kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Jenerali Samia Suluhu Hassan. Umwambie tunampenda sana na umwambie tunamuunga mkono sana, na umwambie kwamba asirudi nyuma. Kazi anayoifanya ni kazi iliyotukuka. Matokeo yake yanaweza yasionekane sasa, lakini yataonekana muda si mrefu, kwa sababu Tanzania inakuwa na inakuwa kwa kasi kubwa sana. Ndugu zangu waandishi wa habari, nataka niwaambie, kuna usemi mmoja unasema hauwezi kwenda kwa jirani kama hujatokea nyumbani kwako. Yaani hakuna anayekwenda kumtembelea jirani kama hajatokea kwake. Lazima utoke kwa jirani, lazima utoke kwako ndio useme unaenda kumtembelea kwa jirani. Umefika wakati wa kupenda na kuthamini vilivyo vyetu vya nyumbani kwetu. Ukipenda vya nyumbani kwako na ukatumia vya nyumbani kwako, kwanza unapata heshima duniani, lakini pia unakuza uchumi wa ndani na kufikia malengo ambayo tumejiwekea kama nchi ya kwenda kwenye uchumi wa juu. Ndugu zangu, mimi kabla ya kuja kukaa kwenye kiti hiki niliuliza maswali mengi sana kuhusu Posta. Nimeelimishwa sana kuhusu Posta. Posta ni zaidi ya barua kweli, na Posta ya sasa ni Posta ya kidijitali. Tunaposema Posta ya kidijitali inamaanisha kweli kweli. Sasa hivi moja ya huduma ambayo nafikiri, kwa sababu leo kazi yangu ni kutambulishwa na nitaanza kazi baada hapa, nataka niwaambie tu kwamba moja ya kazi kubwa ambayo nakwenda kuifanya ni kuambia Watanzania kwamba kuna kitu kinaitwa One Stop Center, huduma ya pamoja. Sasa hivi mtu yoyote anahitaji passport, mtu yoyote anahitaji cheti cha kuzaliwa, mtu yoyote anahitaji cheti cha NIDA, dokumenti yoyote ya kiserikali, hauna haja ya kuhangaika kwenda kwenye madirisha mbalimbali, ukimbie uende Posta, urudi siku uende feri, siku uende wapi. Hapana. Huduma zote ukija kwenye ofisi za Posta unazipata kwa wakati mmoja, hapo hapo. Yaani unaingia wewe na wazo, unatoka na kitu unachokihitaji, kwa sababu mifumo ya Posta iliyotengeneza, ukiambiwa lete cheti cha kuzaliwa, dirisha la pili unapata. Ukitaka passport, hauna haja ya kuhangaika kwenda kupanga mafoleni huko. Unaanza process hapa hapa Posta na unatoka na passport yako ukiwa na dokumenti zote na sehemu ya malipo, kwa sababu Posta imeingia maushirikiano na mabenki. Kwa hiyo ukitakiwa sehemu ya kulipia utalipa, TIN number utapata, chochote. Huo ni mfano mmoja nataka kuwatolea, lakini mfano wa pili nataka kuwatolea. Sasa hivi Posta hauna haja ya kwenda kufuata yale masanduku kwa ajili ya kuchukua barua yako. Simu yako ya mkononi ndio sanduku lako la barua. Barua ikitumwa tu, wewe ukiwa una sanduku lako la barua, yaani ukiwa umejisajili, maana yake hapo hapo unapata message kwamba kuna barua imetoka Ujerumani, imefika kwenye sanduku lako. Unaulizwa swali moja, tukuletee ama utaifuata? Au na kazi nyingi, unasema ndio ama hapana. Ukisema niletee, maana yake ndani ya dakika 15 utakuwa umeshaweza kuipata barua mlangoni kwako. Sasa tukasema hii kitu ni kitu kikubwa sana, lakini watu wengi tunahangaika kwenye Kikuu, kwenye Amazon, kwenye nini kununua bidhaa, kufanyaje. Nataka niwaambie, ukitumia Posta mtandao, Posta kidijitali kwenye duka mtandao, ukijisajili pale, ukisema umeliona begi, umeliona shati, umeona dagaa, umeliona pikipiki, duniani Posta ni mwanachama wa UPU, umoja wa Posta duniani. Sio vitu ambavyo unatuma huku pressure inaanza kupanda, hujui kama kitafika au hakitafika. Ukinunua kwenye duka mtandao la Posta, ukibonyeza tu pap, unaambiwa lipia kwa mtandao wa simu au kwa account benki, kwa fanyaje. Ukishalipia ndani ya siku 3, ndani chochote, jamani, chochote. Na nafikiri mkurugenzi itabidi uwaambie
hapa katikati tulipokuwa na changamoto ya COVID, mnaweza mkajua jinsi gani biashara zilikuwa ngumu kusafirisha. Mtu pekee alikuwa anaweza kukuletea kipindi cha COVID kitu chako kwa wakati, hata kama kinatoka nchi gani, hakiwezi kuchukua siku 7, ni shirika la posta peke yake ndio, kwa sababu wao wanatumia mtandao. Kwa hiyo unataka gari, unataka chochote, unahangaika. Na mimi nafikiri hii siri itabidi useme. Kuna baadhi ya hizi taasisi amezitaja hapa, ni ngumu kutaja mashirika mengine. Wao wengine ambao mnawatumia, wao wenyewe pia wanatumia posta, ndio maana wanakuchaji mara mbili. Kwa sababu anakuchaji kwa ajili ya wewe, alafu anakuchaji kwa ajili ya kuwalipa posta. Kwa hiyo manake yeye anachukua tenda, ni kama dalali. Sio kama unasoma kutaja hizo. Kwa ufupi ni kwamba ndani ya posta mwenye mtandao mpana wa kusafirisha ni posta peke yake. Si FedEx, si nani, hawezi kwenda popote. Wanachokifanya, watachukua item yako lakini watakuja kwetu. Alafu sisi tutamchaji tu kama mteja mwingine kwa ajili ya kukupelekea huko. Kwa hiyo kwa ufupi, ndani ya nchi tunasafirisha wenyewe mpaka kukuhamisha. Ukitaka kuhama ili hata sindano isipotee ni posta. Yaani wewe hata chochote, huduma yote, hata ukitaka kuhama chochote utakachonua, tume posta. Nadhani mmeona juzi pale Mheshimiwa Makamu wa Rais alipokuwa anazindua, tumezindua pikipiki zaidi ya 7,000. Magari yale mmeona zaidi ya 600 yamesambazwa nchi nzima kuhakikisha kwamba mtu anapata kitu kwa wakati. Kwa hiyo tukasema hili jambo ni kubwa, ni zuri. Hizo ni baadhi tu ya kazi ambazo mimi kama balozi mteule, baada leo kupewa kibali hiki kusaini, nitakwenda kuambia watu. Lakini nawaambia, ukitaka kutoboa nchi nzima, tumia posta. Na posta hautajuta. Posta hakuna longolongo, posta hakuna madalali, ni wewe, huduma na mafanikio yako. Ndio maana tunatengeneza mtandao. Nafikiri ilikuwa ni kusalimia. Hii ni sehemu ya salamu, sijaanza kazi bado rasmi. Hii ni sehemu ya salamu kuonyesha kwamba nimekaa nao na naielewa vizuri. Mimi baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Mkurugenzi, naomba ni kushukuru na nisubiri kwa hatua inayofuata. Basi asante.